Maandamano ambayo yanafanyika huwa yanaandaliwa na ama vyama vya siasa au vyama vya wafanyakazi au taasisi ambazo zinajulikana. Nikasema ni jaribu kuzungumza na Ezekiel Kamwaga, moja kati ya wachambuzi maarufu sana hapa nchini, lakini pia ni moja pia waandishi wa habari wanaopatikana hapa nchini Tanzania. Kwanza Kamwaga, habari yako? Asante sana, nashukuru ndugu wangu. Ndio. Tunataka tuzungumze kuhusiana na mchakato ama hali nzima ya kisiasa hivi karibuni. Tunaona ni kama vile taifa halipo kwenye hali nzuri, lakini pia tunaangalia pia namna gani ambavyo maridhiano ama majadiliano yanaweza yakatusababisha sisi tukafika katika sehemu nzuri. Tunaelekea katika uchaguzi. Imebakia takriban wiki moja hivi na siku kadhaa kuweza kwenda kwenye sanduku la kupiga kura. Bado hali ni kama vile hakuna maelewano ya kutosha. Vyama vya upinzani vimekuwa vikilalamika, hususan chama kikuu cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho kimeondolewa kwenye kujihusisha na shughuli za kisiasa, lakini pia mgombea wa urais wa chama cha ACT Wazalendo naye pia alikuwa pingamizi akainguliwa. Kwa hiyo ni kama bado kuna hali ya sintofahamu na maneno ya hapa na pale mtandaoni. Kwanza kwa utaalamu wako na uchambuzi wako, unaweza ukaizungumziaje hali ya kisiasa hivi sasa nchini? Haya, kwanza tuweke jambo moja vizuri. Chadema haijazuiliwa kufanya shughuli za kisiasa. Kilichotokea kwa mfano kwenye uchaguzi ni kwamba Chadema waliamua wenyewe ndani ya chama chao kwenye vikao vya rali vya chama kwamba hawatashiriki kwenye uchaguzi kwa sababu kuna aina fulani ya reforms walikuwa wanazihitaji katika sheria zetu za uchaguzi kwamba zifanyike hizo ili uchaguzi kwa uwe huru na haki angalau kwa vigezo vyao. Sasa baada ya hizo reforms kutokea, Chadema wakaamua kwamba hawatashiriki kwenye uchaguzi. Na hiyo ruling ya kusema wasifanye shughuli za siasa ni ruling ambayo imetoka kwenye wanachama wao wa ndani wa Chadema ambao walisema kulikuwa kuna matumizi yasiyokuwa kwa mujibu wa kanuni au katiba yao ya matumizi ya rasilimali za chama kati ya bara na Zanzibar. Kwa hiyo yale yalitokana na maombi ya wanachama wa Chadema wenyewe dhidi ya viongozi wa Chadema wa sasa hivi kuhusu hiyo hali. Sasa kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo limetokana na wao la kisheria ambalo limetokana na maombi ya kutoka ndani ya chama chao wenyewe. Ambacho unakisema ni kwamba huu uchaguzi pengine ungekuwa tofauti au ungekuwa aina nyingine kama Chadema wangeshiriki. Kungekuwa kuna msisimko tofauti, kuna hali tofauti, na baadhi ya mambo ambayo tunasikia kiendelea mitandaoni, kiendelea wapi, ni ujumbe pia kwa watu wengine kwamba kuna watu walikuwa wanadhani kwamba Chadema ingeweza kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo namna yao ya kushiriki kwenye uchaguzi bila kuwa kwenye kanisa kupiga kura ni hii ambayo unaiona inaendelea. Hii pia ni namna yao ya kushiriki kwenye uchaguzi. Nadhani wakati wanasema no reform no election, kama wangefanikiwa, kama serikali au serikali sehemu ingekubali kwamba tunasimamisha uchaguzi tunakwenda kutokana na matakwa ya Chadema, ungekuwa na ushindi mkubwa kwa Chadema, sio? Kwa hiyo wangesema kwenda ushiriki na wangekuwa na mafanikio pia. Lakini pia walikuwa wanasema pengine wanataka kupima pia kama wao wasiposhiriki kutokuwa kuna impact gani kwenye siasa za Tanzania. Kwa hiyo hawajashiriki, uchaguzi unafanyika. Kama uchaguzi tukipata idadi ya wapiga kura ambao ni rekodi kulingana na chaguzi zilizopita, maana yake ni kwamba kamari ambao walikuwa wameicheza haijafikia mafanikio. Lakini kama uchaguzi watu wasipojitokeza, uchaguzi ukawa ikaonekana kabisa kwamba watu walipiga kura sio wengi, maana yake utaondoa nguvu au ushawishi wa uchaguzi kwenye siasa za Tanzania, na utakipa nguvu Chadema kwamba watu wajitokeza kwa sababu wengi wao wamefuata kile ambacho walikuwa wamesema. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutaliona baada ya wiki moja kutoka sasa. Lakini kwenye muktadha sasa kinachoendelea sasa hivi na muktadha wa mjadala ambao tulikuwa tunafanya hapa leo ni kwamba tunasisitiza kwamba lazima kama taifa kuwe kuna majadiliano. Tusikate laini majadiliano. Isifikie hatua kwamba kukawa hakuna tena wigo wa mazungumzo kati ya walioko madarakani na ambao wako madarakani, kwa sababu binadamu ni viumbe wanaozungumza. Binadamu sio mbuzi au ng'ombe au swala. Binadamu wanafikiri, wanawaza, na namna pekee ya kuishi vizuri, namna pekee ya kuongeza ustawi wa nchi, namna pekee ya kufanya uchumi wa nchi uzidi kukua ni kuwa na amani katika nchi. Lakini amani inapatikana katika taifa ambalo watu ambacho tunakiona kwenye mitandao, tunakiona mitaani, ni moja namna nyingine watu kuonyesha ushiriki wao kwenye uchaguzi na kujazana na kila kitu. Lakini nyingine ni kuonesha kwamba kuna hali ya tension ipo kwenye nchi ile. Kuna joto lipo ambalo sio la kawaida. Kwenye kila chaguzi kuna hali ya joto. Kwa mimi bahati nzuri kwenye umri wangu
zile chaguzi kama 4 kubwa, lakini kila wakati wa uchaguzi kuna hali ya tension, na mwaka huu ni tofauti kidogo kwa sababu matumizi ya social media yamekuwa makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma, lakini pia kuna issue ya kwamba chama kikuu cha upinzani hakishiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi. Kwa hiyo imeleta amna ambayo tunasema baada ya uchaguzi kutakuwa kuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba Tanzania inarejea kwa ile Tanzania ambayo tulikuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa miaka 60 tulikuwa nayo. Kuna aina fanya Tanzania ambayo tunaifahamu na wote tunatamani turudi pale ili tuweze kusogea mbele kimaendeleo. Sasa kuna jambo moja ambalo natamani sana kusikia wewe unalizungumziaje. Hivi karibuni kumekuwa pia na maneno yakiendelea kuzagaa, watu wengi wakisema kwamba ushindani haupo, ni kama vile pia hata vyama vilivyopo, kwa sababu tunashuhudia katika historia sasa hivi nafikiri ni vyama vingi zaidi vimeingia kwenye kinyang'anyiro cha urais, takriban vyama zaidi ya 17 sasa tunazungumzia. Na wengine wakisema kwamba hata vile vyama ambavyo vilikuwa havina utaratibu au havijawahi kufanya hivyo vimefanya. Sasa wakasema hivi vyama ni kama vile vimenunuliwa na chama tawala ili kuweza kwamba kuna kuleta kwamba kuonyesha kwamba kuna ushindani, hali ya kuwa hakuna ushindani wa aina yoyote. Moja katika sababu yao kubwa ya msingi wanayozungumza ni kitendo cha kwamba kupewa vitendea kazi ikiwemo pamoja na magari kwa wagombea urais na vitu kama hivyo. Wanasema ni kama vile nia pia ya kuendelea kuwapa ile kuonyesha kuna ushindani na hao wengine au vyama vingine vionyeshe vinaweza kufika sehemu fulani. Wewe hili unalizungumzia kwa namna gani? Sawa. Nazo uchaguzi ni vitu viwili. Kuna uchaguzi kama process ya kisheria, alafu kuna uchaguzi kama process ya kisiasa. Kwa hiyo uchaguzi kama process ya kisheria ni kwamba katiba ya Tanzania inasema ukichaguliwa kwa kura na watu kuwa mbunge, kuwa diwani, kuwa rais, ni lazima baada ya miaka 5 uende tena kutetea nafasi yako. Kwa hiyo uongozi ambao uko sasa hivi kikatiba unamaliza muda wake mwaka huu. Kwa hiyo ni lazima uchaguzi ufanyike kwa mujibu wa vigezo vya katiba, lakini kama taifa mnaweza kukawa kuna mazingira yakasababisha uchaguzi ufanyike. Katiba imesema kwa mfano kungekuwa kuna tukio kubwa kama tetemeko la ardhi kubwa linatokea, mnaweza uchaguzi, lakini kama hakuna sababu yote ya msingi ni lazima watu wakae, ni lazima watu wafanye uchaguzi kwa sababu ni jambo takwa la katiba la kisheria. Lakini kuna uchaguzi kama mchakato wa kisiasa, na hii ndio issue ambayo walikuwa wanaisema au watu kama kina Chadema kwamba ili uchaguzi ufanyike lazima uonekane huru na haki kwa mujibu wa vigezo vya kidemokrasia, lakini watu wote washiriki wakiamini kwamba anayeshinda anatangazwa kwa mshindi na aliyeshindwa pia anakubali matokeo kwa sababu ameridhika na mchakato ulivyokuwa. Sasa Chadema wamekataa, wamesusia uchaguzi kushiriki ambao ni wa kikatiba. Vyama vingine vilivyosajiliwa, kwa sababu vyama unaweza kuvipa majina yote unaotaka, lakini ni kwamba ni vyama ambavyo vimesajiliwa hapa Tanzania. Kwa hiyo vyama hivi vinashiriki. Kwa hiyo CCM haiwezi au Chadema au ACT hawana uwezo wa kuilazimisha Chadema kushiriki kwenye uchaguzi. Hiyo pia ni sehemu ya demokrasia kwamba lazima chama kishiriki kwa hiari yake. Kama chama kimeona uchaguzi huu utakuwa na faida kwao au uchaguzi huu unafanya namna ambayo sio sahihi na wakaamua kujitoa kwenye uchaguzi, ni uamuzi ambao chama kimefanya kupitia vikao vyao. Hao wengine vikao vyao vya chama vimesema uchaguzi watashiriki kwa namna ulivyo. Na kusema ukweli, ukiniuliza mimi kama mchambuzi, nafikiri Chadema haikufanya uamuzi sahihi kwenda kujitoa kwenye uchaguzi, kwa sababu unaweza ukalazimisha chama tawala kifanye unachotaka kama hiyo nguvu nao ya kulazimisha. Lakini bahati mbaya kwa Tanzania, angalau kwa wakati huu, hakuna chama cha upinzani ikiwemo Chadema ambacho kinaweza kikailazimisha CCM kufanya inalotaka. Bado Chadema hajatengeneza nguvu ya kutosha kuweza kulazimisha anachotaka. Kwa hiyo katika mazingira hayo, uamuzi wa busara kwa Chadema ulikuwa ni kuendelea kupambania, yani wangeutumia uchaguzi huu kuendelea kupiga kelele ya kudai reform wanazotaka, lakini wakatoa kushiriki kwenye uchaguzi na kuahidi kwamba wenyewe wakiingia madarakani wanaweza wakatoa katiba nzuri zaidi, wakaweka sheria nzuri zaidi na kutoa mfumo pao nayo. Watu wangewaamini, wangeingia kwenye vyombo, wakaendelea kupigia tena kelele mambo ambao wanataka. Lakini sasa hivi uamuzi waliochukua ni uamuzi wao, ni chama kilikaa, na mimi na wewe hapa tuwezi kusema tunaweza kuwaingilia uamuzi ambao wamechukua, lakini hawa wengine wameshiriki. Issue ya kwamba uchaguzi sasa utakuwa sio uchaguzi kwa sababu Chadema hajashiriki, hiyo sio issue ya system. Sasa na mimi napenda football. Kwenye miaka 10 sijui iliyopita 15 kwenye ligi ya Ujerumani kuna timu ya Bayern Munich
imechukua bingwa mara zote isipokuwa mara mbili tu. Mwaka jana imechukua Bayer Leverkusen na ndio wakati walichukua Dortmund. Sasa wewe ukasema ligi ya Ujerumani hakuna ligi kwa sababu kila mwaka wanachukua Bayern Munich. Kwa sababu watu watakwambia mwaka jana mbona Leverkusen wamechukua, yani walifanya nini Leverkusen mpaka wamechukua? Na hata hapa Tanzania ni kweli kwamba sheria zetu labda katiba yetu sio rafiki kwa vyama vya upinzani. Lakini ziko nchi hapa Afrika ambazo zilikuwa zina katiba kama ya Tanzania, yani kwa mfano kama Gambia, katiba inapendelea kwa chama tawala. Chama tawala kilifungiwa kushiriki uchaguzi kule, wale viongozi wa chama cha upinzani walifungwa jela na serikali ya Gambia. Alafu wote wale wapinzani wakubwa, alafu wakatangaza kumuunga mkono jamaa alikuwa bouncer tu kule Uingereza, anaitwa Adama Barrow. Adama kagombea na Yajame, akampiga Yajame. Kwa hiyo tumeona zingi za Kiafrika ambazo chama upinzani umeshinda. Kwa labda cha kujiuliza pia, hivi shida ya Tanzania ni kwamba ni katiba tu ndio inasababisha upinzani usishinde, au kuna matatizo mengine yako ndani ya vyama au yako ndani ya mfumo wetu ambayo yanasababisha upinzani usishinde? Kwa sababu kama issue ni katiba peke yake, mbona nchi zingine upinzani kwenye katiba zinafanana sana na Tanzania wameshinda? Au ukimuuliza mtu mwingine yani taratibu za uchaguzi wa Tanzania za mwaka huu zinatofautiana za 2020 ambao Chadema ilishiriki, zinatofauti gani na mwaka 2015 ambao Chadema ilishiriki? Yani kama ulishiriki, kwa mtu anaweza kusema sasa kama unakosea kila siku ndio ukosea tena na mwaka 2025. Lakini masala yake ni kwamba usiposhiriki kwenye uchaguzi huwezi kuwa na ile sasa nguvu ya kuendelea kupigania kwenye vyombo, kwa sababu utakosekana bungeni, utakosekana kwenye baraza la madiwani, utakosekana wapi, utakosa hiyo nguvu. Mbona shida ni kwamba inawezekana hoja yao ni nzuri Chadema, shida ni kwamba hawana nguvu ya ushawishi ya kulazimisha wanachokitaka kwa sasa. Ukifikia wakati chama cha upinzani kina nguvu ya kulazimisha wanachokitaka, maana ni kwamba wangesema atuende kwenye uchaguzi, CCM ingelazimika. Lakini ukiangalia kwenye kampeni za sasa hivi za uchaguzi huu, unaona CCM nao wanafanya wanavyofanya kwa sababu wanaona kwamba nao wana numbers. Kwa namba zao zinawapa nao jeuri ya kusema tuna sisi tunadhani reform tunazofanya zinatosha. Na pia sio kazi ya CCM kuweka taratibu za uchaguzi nzuri safi ili chenye kitoke bila harakani. Inabidi upinzani upambane. Yani sio mwezi kuwekea pale mzee mtaje kitonga, yani mzee uipige asubuhi, hapana, ni kazi yako kupambana. Kama ni mlima mkubwa official mlima muwe iko uingie kwenye uchaguzi uipige CCM. Sawa, tumalizie kwa hili. Tunatiki tunatoka ni moja kati ya scenario mbili ambazo kwa sasa na kwenye mitandao ya kijamii ni kama vile zimeshika kasi sana. Kumekuwa na mimi nimesema nachukulia kama majibizano. Wengine nasema tunatiki, wengine nasema tunatoka. Dhana kubwa ya tunatiki ni takwa la kikatiba kwamba watu wanaenda kupiga kura Oktoba 29 kwa ajili ya kuamua hatma ya uongozi wa nchi yao. Lakini wanaosema wanatoka ama wanaopanga kwenda kufanya maandamano wanazungumza kuhusiana na kupinga baadhi ya mambo yanayoendelea kwenye serikali kama masuala ya ufisadi, rushwa, mambo ya kupotea watu na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwenye scenario mbili, wakati ambao tunaelekea katika uchaguzi, siku muhimu kwa ajili ya uamuzi hatima ya uongozi wa taifa, ndio siku ambayo wengine wanapanga kwenda kuandamana. Unaweza ukaniambia pengine kwa uchache tu tumefikaje hapa? Yani kilichosababisha kikatutrigger sisi kuja kufika paka sasa hivi tupo kwenye tunatiki na tunatoka ni kitu gani hasa? So ni mkusanyiko wa vitu vingi, lakini mimi binafsi nadhani nimewahi kuliandika ile kulisema mahali, mimi sioni maandamano yakitokea tarehe 29. Nadhani ni jambo ambalo limekuwa hype kwenye mitandao ya kijamii kuliko katika hali halisi ya uhalisia, na nitakupa sababu kubwa mbili tu. Sababu ya kwanza, kwenye historia ya Tanzania maandamano ambayo yanafanyika huwa yanaandaliwa na ama vyama vya siasa au vyama vya wafanyakazi au taasisi ambazo zinajulikana. Sasa haya maandamano ya 29 mpaka sasa hivi hakuna chama cha siasa ambacho kina wanachama, kina watu wake. Hakuna taasisi ya ndani ya Tanzania ambayo imetangaza kwamba itaunga mkono na labda ataanzia Ubungo kwenda Magomeni au wapi. Hakuna tuseme ambayo imetangaza. Kwa mpaka sasa hivi hakuna mtu mwenye ownership ya hayo maandamano. Mwaka 2016 15 baada ya uchaguzi, Mboya alivyotangaza ile Operation Ukuta kwamba Chadema wataandamana kwenye Operation Ukuta, alisema kama mwenyekiti wa Chadema. Kwa hiyo Chadema ndio tutafanya maandamano. Kwa hiyo la kwanza. La pili, hiyo njia ya kwanza, kwa nini siamini kuna hayo maandamano zaidi ya kwa tu jambo ambalo linakuwa hyped bila kuwa na kitu msingi wa kusema kwa kitu kipo. La pili ni issue zima ya maandamano ambayo yanatokea bila kuongozwa. Sasa ukiangalia nchi ambazo yametokea maandamano kama ya Gen Z, tuseme Sudan, Nepal, Madagascar juzi,
Morocco, kuna issue tunaziita the underlying factors. Kuna sababu na underlying factors kwenye nchi zote ambazo wameandamana wa Gen Z ni issue ambazo tunaziita bread and butter, issue za mezani, kuweka chakula mezani. Kwa hiyo kwa mfano Kenya kulikuwa kuna finance bill ambayo vijana walisema ingeenda kuongezea ugumu wa maisha. Yani tayari maisha yao magumu, ile inakwenda kuongezea ugumu wa maisha. Kwa hiyo aliandamana ghafla kwa sababu Sudan hali ya uchumi ilikuwa imekuwa mbaya ghafla. Na Tunisia nakumbuka maneno kuna kijana yule Abdulaziz alijimwagia maji, alikuwa na machinga, hali ya uchumi ni ngumu Tunisia. Machinga yule amesoma, hana kazi, watu wengi hawana ajira, akajilipua, akajichoma moto. Kama kuonyesha hasira yake kwa serikali, watu wasile kawapata wakaenda. Ukiangalia Nepal, hali ya uchumi Nepal imeyumba sana kwa sababu wanategemea sana remittance, kwamba ni fedha ambazo wanaingiza watu wa Nepal kuja ndani. Yani hali ya Nepal uchumi wao hauzalishi tena ajira za kutosha watu, kwa sababu wanategemea mapato ya kule nje. Sasa hizo ni issue ambazo vijana zinawagusa moja kwa moja. Madagascar pia ya juzi kuna issue mbili zimejitokeza. Moja, kuna shida kubwa sana ya umeme. Mgao Madagascar sasa hivi masaa 15 hakuna umeme. Hakuna maji pia Madagascar. Sasa kuna vijana ambao maisha yao kwenye saluni, kwenye shughuli za ujasiriamali za nini, wanategemea umeme kuendesha maisha yao. Umeme hakuna. Wanategemea maji hakuna. Kwa hiyo hali ni ngumu sana. Kwa hiyo wanaandamana kwa sababu wakikosa maji na umeme inawanyima tena kuona maisha yao mbele yataishi. Hapa Tanzania kinachosemwa watu waandamane ni kitu kinaitwa no reform no election. No reform no election ni issue ambayo sio issue ambayo inamletea mtu chakula mezani. Yani mtu hawezi kuacha kuendesha bodaboda yake atafute riziki ambayo anaipata akiingia barabarani akaandamane kwa sababu anaamua no reform no